Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Benghazi, Libya. Mkuu wa kitengo cha ujasusi katika jeshi la wanamgambo la Libya National Army lenye makao yake makuu mjini Benghazi, mashariki mwa Libya, ameuawa katika shambulizi la bomu lilotegwa ndani ya gari lake. Brigadier Fawaz Mansour aliuawa majira ya jioni na hajulikani alihusika na mauaji hayo au kundi lolote kukiri kuhusika kwake. Mauaji hayo yametajwa kama ishara ya usalama mbaya nchini Libya, ambako makundi ya hasimu ya kisiasa yameendelea kushikilia maeneo kadhaa bila kuwepo kwa mwafaka wa kuunda serikali ya kitaifa. Mwaka 2020 makundi ya hasimu yaliafikiana mwafaka wa kumaliza vita. Hata hivyo, Libya imegawanyika katika maeneo mawili. Mashariki na kusini mwa nchi kunadhibitiwa na mrengo unaoongozwa na mkuu wa jeshi la LNA Khalifa Haftar, na makao yake makuu ni mji wa Benghazi. Serikali ya umoja wa kitaifa inasimamia mji mkuu wa Tripoli na kuyadhibiti maeneo magharibi mwa nchi. Mamlaka za Tripoli zinatambuliwa kimataifa kama serikali rasmi ya Libya. Nchi ilianguka kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na operesheni ya jeshi la Ulaya NATO ambalo lilimpindua na kumua kiongozi wa Libya Kanali Muammar Gaddafi. Bamako, Mali. Mamlaka nchini Mali zinasema wanajeshi wake wameua makumi wapiganaji walioshambulia kambi ya jeshi hapo Jumapili. Kundi la kigaidi la Jamaat Nusrat al-Islam limekiri kuhusika katika shambulizi hilo. Wapiganaji hao walifanikiwa kuingia kambi ya jeshi na kuiteka kwa saa kadhaa katika mji wa San, kaskazini mwa nchi. Jeshi la Mali limekanusha kupoteza kambi hiyo na kusema waliondoka kwa muda. Hali ya usalama nchini humo imezorota tangu makundi ya kijihad kuanza maasi kaskazini mwa Mali zaidi ya mwongo mmoja sasa. Katika shambulio la Jumapili, wanajeshi 10 na wanamgambo 40 waliuawa katika makubaliano makali. Vyombo vya habari vya RFI pamoja na AP vimedai kwamba wapiganaji hao walitumia drone, vifaru vya kijeshi na mizinga kuingia katika kambi hiyo. Maeneo ya kaskazini mashariki mwa Mali yameendelea kuwa chini ya udhibiti wa makundi ya waasi. Hapo mwezi wa Aprili, muungano wa makundi ya kijihadi na lile la Azawad Liberation Front yalifanya mashambulizi ya pamoja katika kambi ya kijeshi mjini Bamako. Katika shambulio hilo, waziri wa ulinzi Jenerali Sadio Kamara aliuawa katika shambulizi la bomu lililolenga makazi yake mjini Bamako. Lusaka, Zambia. Nchi ya Zambia inafanya uchaguzi wake mkuu Alhamisi wiki ya Agosti 13 katika uchaguzi ambao umegubikwa na mzozo wa rais wa zamani alifariki dunia akiwa Afrika Kusini, Edgar Lungu. Licha ya kufariki mwaka mmoja uliopita, maiti ya Lungu bado hajazikwa kufuatia mzozo kati ya familia na serikali kuhusu mahali pa kupumzishwa mwili wa kiongozi wa zamani. Hali hii imezusha mjadala mkali wa kisiasa, huku upinzani ukitumia mzozo kuukosoa vikali serikali. Chama cha hayati Edgar Lungu cha Patriotic Front kinaamini mzozo unatoa nafasi nzuri ya kumwondoa rais wa sasa. Wadadisi wa kisiasa wameonya hali hii inamweka rais wa sasa Hichilema Hakainde katika hali ya hatari ya kuondolewa kupitia kura hapo Alhamisi. Kampeni za lala salama zimeshika kasi katika mji mkuu wa Lusaka pamoja na maeneo mengine ya vijijini. Kura ya maoni inaonyesha ushindani mkali kati ya chama tawala na muungano wa upinzani. Djibouti. Kitengo cha wanajeshi wa Marekani barani Afrika, AFRICOM, kimethibitisha kwamba ndege yake wanajeshi wa nchi hiyo ilianguka karibu na kambi ya jeshi la Marekani nchini Djibouti. Hakuna majeruhi au mali zilizoharibiwa katika ajali hiyo ya Jumapili. AFRICOM inasema uchunguzi unaendelea kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Aidha, wamekanusha uwepo wa shambulio dhidi ya ndege hiyo. Mamlaka za Djibouti na Marekani zinashirikiana kwa tathmini tukio hilo.